Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amewasifu wanajeshi wake waliojiua vitani kwa kujilipua kwa maguruneti wakati wakipigana pamoja na Urusi dhidi ya Ukraine, hatua inayothibitisha ripoti zilizokuwepo kwa muda mrefu kuhusu sera hiyo tata ya kijeshi. Akizungumza mjini Pyongyang wakati wa uzinduzi wa kumbukumbu ya wanajeshi waliopoteza maisha, Kim aliwaita askari hao mashujaa, akisema walifanya hivyo kulinda heshima ya taifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali KCNA, aliisifu hatua hiyo kama mfano wa juu kabisa wa uaminifu wa taifa. Kauli hizo zinakuja wakati ukikuwa na taarifa kuwa maelfu ya wanajeshi wa Korea Kaskazini wametumwa kusaidia operesheni za kijeshi za Urusi. Makadirio ya Korea Kusini yanaonyesha kuwa takriban wanajeshi 15,000 wametumwa katika eneo la Kursk, huku zaidi ya 6,000 wakiripotiwa kufariki. Hata hivyo, Pyongyang na Moscow hazijathibitisha rasmi takwimu hizo. Mashirika ya kijasusi na wakimbizi wa kisiasa wamekuwa wakidai kuwa wanajeshi hao hupewa maagizo ya kutojisalimisha hata kidogo, ikiwemo kujitoa uhai ili kuepuka kukamatwa. Nchini Korea Kaskazini, kujisalimisha kunachukuliwa kama usaliti mkubwa. Mapema mwaka huu, kituo cha televisheni cha Korea Kusini MBC kilirusha mahojiano ya wanajeshi wa Korea Kaskazini waliotekwa nchini Ukraine, ambapo mmoja wao alisema alijutia kutojiua, akisema wengine wote walijilipua, mimi nilishindwa. Shirika la kijasusi la Korea Kusini pia limesema lilipata nyaraka kwa wanajeshi waliokufa zikionyesha uwepo wa maelekezo hayo makali. Katika hotuba hiyo, Kim pia aliwasifu wanajeshi wote waliokufa vitani, akiwataja kuwa wazalendo waliotekeleza wajibu wao kwa uaminifu mkubwa. Hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi wa juu wa Urusi, wakiwemo waziri wa ulinzi Andriy Belousov na spika wa bunge Vyacheslav Volodin, ishara ya kuimarika kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Mwaka 2024, rais wa Urusi Vladimir Putin na Kim walitia saini makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi, yakiahidi kusaidiana endapo mmoja wao atashambuliwa. Mbali na wanajeshi, Korea Kaskazini pia imeahidi kutuma wafanyakazi kusaidia ujenzi mpya katika maeneo yaliyoathirika nchini Urusi.